Hapana. Waislamu na Wakristo tusiingie kwenye mtego. Tena tuwaonye wa viongozi tusiingie kwenye mtego. Mnataka kutolewa kwenye reli, muanzishe mapigano haya. Wallahi kitu kibaya sijapata kuona. Hivi karibuni kumekuwa na matamko mbalimbali kutoka kwa viongozi wa kidini wa Kiislamu pamoja na wa Kikristo, wote wakilenga kuhakikisha kwamba wanaleta mtengamano na umoja wa kitaifa. Wengine wakisema hivi na wengine wakisema vile. Sheikh Shafi katika kionjo ambacho nimekuwekea hapo mwanzo alisema kwamba huenda huu unaweza kuwa ni mtego ambao unaweza kututengenezea mpasuko mkubwa katika dini, idha wa Kristo kwa Waislamu na Waislamu kwa Waislamu, kutokana na tofauti ya mawazo. Leo Mswahilina niko hapa kwa ajili ya kuchambua matamko yaliyotoka kwa viongozi wa kidini, tukianzia na BAKWATA walisema nini, lakini pia vile umoja wa maimamu walisema nini, lakini pia vile umoja wa wanazuoni wamesema nini, lakini na wale tek wamesema nini. Je, matamko walioyatoa yanaweza kutupeleka katika nchi yenye umoja na mshikamano, ama yanaweza kutugawa? Kutokana na vitendo hivi vya kihalifu ambao vililazimu vyombo vyetu vya usalama kudhibiti hali hiyo, ndani yake kukatokea vifo vya watu wasio na hatia na wengine kupata ulemavu wa kudumu, pamoja na uharibifu, wizi na upotevu wa mali. Yote haya yakisababishwa na genge lililokuwa likifanya fujo, wizi na uharibifu mkubwa wa mali na miundombinu. Sisi kwa umoja wetu tunalaani vitendo hivi vya kihalifu ambavyo udhibiti wake umepelekea vifo vya watu wasio na hatia. Sisi kwa umoja wetu tumeumia sana kwa haya yaliyotokea, hasa maisha ya watu yaliyopotea kutokana na vitendo hivi vya kihalifu. Kwani mafundisho yetu yanasema maisha ya mtu mmoja kupotea ni sawa na kupotea maisha ya watu wote. Qur'ani Surat Al-Maida aya 32. Kama ambavyo katika aya hii pia inaeleza yeyote mwenye kuokoa maisha ya mtu mmoja ni sawa ameokoa maisha ya watu wote. Kwa msingi huu, sisi kwa umoja wetu tumesikitishwa sana na upoteaji wa maisha ya watu wa hali yoyote ile iwayo. Na ndiyo maana kwa sababu ya kuchelea mambo kama haya, sisi kwa umoja wetu kipindi cha kabla ya uchaguzi tumefanya kazi kubwa ya kuhimiza juu ya umuhimu wa kutunza amani ya nchi yetu, na pale inapobidi kuna haki zinadaiwa, basi haki hizo zidaiwe katika taratibu ambazo hazitoleta uvunjifu wa amani na kupelekea maafa makubwa kama haya yaliyotokea katika nchi yetu. Viongozi wa Kiislamu nchini Tanzania tumekusanyika hapa kutoa tamko hili mahsusi kwa Watanzania wote bila ubaguzi wa imani, kabila, rangi au itikadi yoyote ya kisiasa. Tunatoa tamko hili kwa nia ya kuponya majeraha ya taifa letu, kurejesha amani, kuhimiza maridhiano na kujenga mustakabali bora baada ya machafuko na ghasia zilizojitokeza katika maeneo mbalimbali nchini hivi karibuni. Namba 1, kauli ya kuhusu maisha ya Watanzania. Kwa niaba ya wanazuoni na jumuiya na taasisi za Kiislamu, kwanza tunatoa pole za dhati kwa familia zote ambazo zimepoteza wapendwa wao katika ghasia hizi. Kupotea kwa maisha ya raia, hasa vijana wetu ambao walikuwa tegemeo la familia na taifa, ni msiba mzito unaogusa dhamira ya kila Mtanzania. Hatuoni vifo hivi kama takwimu, bali kama uchungu halisi, pengo lisilozibika na maumivu ambayo hayana kipimo katika nyoyo za watu, ndugu na jamii nzima. Mwenyezi Mungu anasema, mwenye kumuua mtu mmoja bila ya mtu huyo kuwa muuaji au bila ya kufanya ufisadi katika ardhi, basi ni kama ameua watu wote. Na mwenye kuokoa uhai wa mtu mmoja, basi ni kama ameokoa uhai wa watu wote. Surat Al-Maida sura ya 5 aya namba 32. Maisha ya uadilifu na uwazi ya viongozi
Tunahimiza viongozi wenye dhamana ya kutuongoza waishi maisha ya uadilifu, uwazi, ukweli na uwajibikaji ili kujenga misingi ya kuaminiana. Namba 5, waliokamatwa, wale wote waliokamatwa kwa hila kabla, wakati wa uchaguzi, hata baada, na kuwekwa mahabusu au pasipojulikana, waachiwe huru na bila ya masharti yoyote. Namba 6, katiba mpya na utawala wa sheria. Katiba mpya na utawala wa sheria vimekuwa kilio cha muda mrefu hapa nchini. Mchakato wa katiba mpya yenye kujali utu, usawa, haki, ukweli kwa wote uanze kwa kushirikisha wadau wote ili tusirudi tena katika machafuko na nchi iongozwe katika misingi ya utawala wa sheria. Kusikiliza wananchi. Siku zote ni vizuri kuwasikiliza na kujali matashi mazuri ya wananchi. Watu wasiposikilizwa watazungumza kwa namna wanayojua wao. Namba 8 na mwisho, sala. Tunatoa mwaliko kwa wananchi wote wa taifa la Tanzania kuendelea kusali na kuyaweka haya yote mikononi mwa Mungu. Tuendelee kusali ili kuiombea haki, ukweli, amani na uponyaji ili nchi yetu iendelee kukua tubaki kuwa wamoja. Waliofiwa wapate tulizo, walioumizwa wapone na kurudi katika maisha ya kawaida na kwa ndugu zao. Nasi tuombe ili kujenga umoja wa kitaifa kama Yesu anavyotukumbusha, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo wamoja. Yohane sura ya 17 mstari wa 22. Hitimisho. Tukumbuke kwamba risasi hazikuwahi kunyamazisha watu, kwani vifo huhamasisha vifo zaidi. Wenye dhamana ya kutuongoza watumie hekima na kutafuta muda wa kusikiliza ili tuwe na mwanzo mpya. Raia wawe na uhakika wa uhai na usalama wao ili kurejesha sura nzuri ya nchi yetu. Tunazidi kuwaombea majeruhi na wagonjwa wapone na marehemu wapate tuzo la milele. Raha ya milele uwape Bwana. Wapumzike kwa amani. Imenisikitisha sana ndugu wanahabari na Watanzania kwa ujumla kuona viongozi wenzetu wa dini tunaowategemea katika taifa letu wakiwaaminisha watu kwamba yale yalikuwa ni maandamano. Imenisikitisha. Chadema chini ya mwenyekiti wake tulisikia na klipu zimesambaa nukta mama 3 alizisema kwenye hotuba yake, akiwaambia viongozi na wanachama wa Chadema wanaofikiria nafasi za uongozi mara baada ya uchaguzi wasahau. Alisema kwa maana wanakwenda kukinukisha. 1. Pili, alisema tunakwenda kufanya uasi. 3, alisema tunakwenda kuvuruga uchaguzi. Matatu haya kwa mtu anayependa taifa lake huwezi kuita kulikuwa kuna maandamano. Wanakwenda kukinukisha, wanakwenda kufanya uasi, wanakwenda kuvuruga uchaguzi. Anaishi kwa amani inalindwa katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakayemuua mtu aliye chini ya ulinzi, mtu huyo hata isikia harufu ya pepo. Sahihi Bukhari hadithi ya 3166. Kumuua mtu asiye na hatia ni dhambi kubwa mno katika Uislamu. Ni kuvunja moja ya haki kuu alizopewa mwanadamu na Mwenyezi Mungu, haki ya uhai. Hizo ni nasaha zetu kwa mujibu wa Qur'ani na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maeneo hayo ya uwizi wa kura na katika maeneo hayo ya mauaji.
tamko letu. Katika sherehe za kuapishwa Rais Samia Suluhu Hassan tarehe 3 mwezi 11 2025 amekiri kutokea mauaji ya raia katika uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka huu. Viongozi wa kanisa Tanzania wamekiri kufanyika mauaji hayo. Waislamu wenye macho ulul albab Tanzania pia wamekiri kufanyika mauaji hayo. Vile vile waangalizi wa uchaguzi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, Umoja wa Afrika AU na Umoja wa Ulaya EU wamekiri kutokea mauaji ya raia katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania na sheria za kimataifa, waliouliwa ni watu wasiokuwa na hatia, innocent, mpaka pale mahakama itakapothibitisha makosa yao. Kwa muktadha huo, moja, tunalaani vikali mauaji ya watu wasio na hatia waliouliwa katika uchaguzi mkuu 2025. Mbili, kwa huzuni kubwa tunatoa rambirambi kwa familia na ndugu wote wa raia na wengine waliopoteza maisha katika mashambulizi na ukatili uliofanyika katika kipindi cha uchaguzi. Tatu, tunasimama kwa mshikamano na ndugu wa marehemu katika kipindi hiki cha majonzi makubwa. Nne, mioyo yetu imejaa huzuni lakini pia imesheheni matumaini makubwa kwamba haki, amani, utu na ubinadamu vitarejea Tanzania. Tano, tunalani uharibifu wa mali za raia wasiokuwa na hatia katika uchaguzi huo. Sita, zoezi la kuhesabu kura katika vituo vingi halikufanyika kabisa. Mawakala hawakupewa nakala za majumuisho ya vituo. Nakala ya majumuisho haikubandikwa nje ya kituo. Nyaraka za majumuisho ya vituo hazikujumuishwa kabisa katika kata. Majumuisho ya kata hayakufanyika kabisa katika jimbo. Tunalani ufisadi na ulaghai huo mkubwa uliofanywa na mamlaka za dola katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani Oktoba 29, 2025. Saba, tunashauri viongozi wa dini, viongozi wa staff wa serikali na taasisi za haki za binadamu waombe kukutanisha serikali ya CCM na wapinzani wake kujadili mustakabali wa taifa. Nane, tunashauri serikali ya CCM itoe haki kwa Watanzania kuandika katiba mpya ya taifa lao. Tisa, kwa sauti kubwa kabisa tunakataa kupongeza uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani uliofanyika Tanzania mwaka huu. 10, tunamwomba Mwenyezi Mungu abariki taifa letu la Tanzania lifikie katika uhuru, mshikamano na amani ya kweli. Asante sana.